Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Adam Hussein. Viongozi wa Iran wamekuwa wakitoa kauli tata za kibabe huku wakisema kwamba huenda vita vyao na Marekani na Israel vikaisha kupitia makombora na si mazungumzo, kutokana na namna ambavyo wanaona wa Marekani na wa Israel. Tutafikia makubaliano kupitia makombora, sio mazungumzo. Kwenye meza ya mazungumzo tunakuja kujadili kilichotokea. Kauli hii ya kutisha ni mojawapo ya kauli zilizotolewa katika siku za hivi karibuni na mpatanishi mkuu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran Mohammad Bagher Kalibaf kwenye mtandao wake wa kijamii wa X. Siku za hivi karibuni lugha ya makabiliano na vitisho inaonekana kushamiri katika taarifa za maafisa wa Iran kuliko kuzingatia diplomasia na mazungumzo. Uchunguzi wa matamshi ya maafisa wa kisiasa na kijeshi unaonyesha kuwa wanazidi kusisitiza hatua za makabiliano zaidi. Mohsen Rezai, kamanda wa zamani wa IRGC na mshauri wa kijeshi wa amiri jeshi mkuu, pia mara kwa mara amekuwa akizungumzia uwezekano wa hatua ya tahadhari katika Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Na kwa mujibu wa Mohammad Bagher Kalibaf, spika wa bunge la Iran, anasema tutavunja kizuizi cha majini ima kwa mazungumzo au hatua ya moja kwa moja. Mazungumzo ni mojawapo ya maneno yanayotumiwa mara kwa mara kwenye vyombo vya habari na mitandao ya kijamii, sambamba na vita na usitishaji mapigano. Neno hilo limekuwa likitumika sana kiasi kwamba kwa baadhi ya watu limeibua neno duru nyingine ya mazungumzo kati ya Iran na mataifa magharibi ambayo yamekosoa na yametaja kuwa ni matamshi yasiyokuwa na tija. Sasa baada ya zaidi ya miongo miwili ya mazungumzo na kufuatilia mizozo miwili ya kijeshi katika mwaka uliopita, majadiliano ya vita na mazungumzo yamekuwa yakizingatiwa zaidi kuliko hapo awali, kiasi kwamba siku moja uvumi kuhusu makubaliano na kuanza tena kwa mazungumzo umefufuliwa. Na saa kadhaa baadaye maafisa kutoka pande zinazozozana wanazungumzia uwezekano wa ukiukwaji wa makubaliano ya usitishaji wa mapigano, utayari wa kijeshi na uwezekano wa mapigano kuzuka upya. Masoko pia yanaonekana kupanda na taarifa zinazojirudia kuhusu mazungumzo. Ingawa kauli za maafisa wakuu akiwemo Donald Trump bado zinaweza kuathiri soko la mafuta, thamani ya sarafu na bei ya dhahabu, kwani huathiriwa na taarifa kama vile makubaliano yanakaribia kufikiwa. Hata hivyo, matukio yasiyotarajiwa au taarifa muhimu za maafisa wakuu bado zinaweza kusababisha mabadiliko makubwa. Mazungumzo hayo yamekuwa na heka zake tangu kuafikiwa kwa makubaliano ya usitishaji wa mapigano mnamo Aprili 9. Lakini pengine muhimu zaidi kuliko mazungumzo yenyewe ni masimulizi yanayotofautiana na mitazamo tofauti, ikiwa ni pamoja na nani anatoa uamuzi wa mwisho, lengo halisi la mazungumzo hayo ni nini, na ni kwa kiasi gani Jamhuri ya Kiislamu ya Iran itakuwa tayari kuafikiana au kubadili msimamo wake. Kile ambacho kimekuwa kikiendelea katika vyombo vya habari vya Iran na mitandao ya kijamii katika wiki za hivi karibuni kimetafsiriwa na baadhi ya waangalizi kama mfano mapambano ya kimkakati. Katika wakati huu vyombo vya habari vilivyo karibu na serikali na baadhi ya maafisa katika serikali ya Iran vimesisitiza kwamba Tehran haiko tayari kwa maelewano, bali iko katika nafasi ambayo inaweza kuwasilisha masharti yake yenyewe katika mazungumzo. Ibrahim Aziz, mkuu wa kamati ya usalama katika bunge, aliandika kwenye mtandao wa X mnamo Juni 29 kwamba Trump anapaswa kujua kwamba Iran kama mshindi na itaamua masharti ya mazungumzo, fedha kwa fedha, mkopo kwa mkopo, bila kwa bila, aliandika. Kipengele kingine muhimu kuhusu mazungumzo ni kuzingatiwa kwa masharti ya uongozi, mistari mekundu iliyowekwa na Mujtaba Khamenei. Hii pia inaashiria kuwa sehemu kubwa ya matukio yanayozingatiwa katika vyombo vya habari ni kusisitiza msimamo wa uongozi wa nchi, kwamba ukiukwaji wowote wa kile kilichofikiwa kwenye makubaliano unaweza kutafsiriwa kama uvunjaji wa makubaliano au kuvunja mstari mwekundu. Mahmoud Nabayon, mbunge wa kihafidhina na naibu mwenyekiti wa Tume ya Usalama ya Kitaifa, amekuwa mmoja wa watu walioweka bayana misimamo kuhusu suala hili. Ingawa maudhui ya mazungumzo hayo hajatolewa rasmi, aliandika mnamo Juni 25 akijibu baadhi ya ripoti kuhusu mchakato wa mazungumzo, akisema mkataba huu ni batili na kuzingatia makubaliano yanayoweza kuwa kinyume na maslahi ya kitaifa ya Iran kutokana na utata wa uondoaji wa vikwazo, kushindwa kubainisha fidia, masharti ya mazungumzo ya amani ya nyuklia na ukiukwaji wa masharti ya uongozi. Hisia hizi ziliongezeka baada ya baadhi ya vyombo vya habari kuchapisha orodha ya masharti yaliyohusishwa na Mujtaba Khamenei. Kulingana na ripoti hizi, alielezea matakwa ya serikali kabla ya kufikia makubaliano yoyote na Marekani kwamba mazungumzo yanapaswa kujikita kwenye masuala hayo. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na nikusihi usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein.